Naam, hujambo mwanadunia popote ulipo, ni siku nyingine tena tunakutana katika makala Dunia Wiki Hii. Ni papa hapa ambapo unapokea taarifa za kimataifa kutoka kila pembe kote ulimwenguni kwa ushirikiano mkubwa sana wa shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua. Hii ni Dunia Wiki Hii. Katika makala ya juma hili, kongamano la COP30 liliandaliwa huko Belém nchini Brazil kwa lengo la kuzipa umuhimu kimataifa juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Na Israel yatekeleza mashambulizi zaidi kusini mwa Lebanon, hali inayotatiza mkataba hafifu wa kusitisha vita, huku manusura wa mashambulizi huko Gaza wakiendelea kuponya makovu ya kiakili. Na bunge la Senate la Marekani lapitisha mswada wa matumizi ya fedha ili kukomesha hali ya kusitishwa kwa shughuli za serikali iliyodumu kwa muda mrefu zaidi, iliyosababisha kusitishwa kwa zaidi ya safari 1000 za ndege nchini humo. Ndizo baadhi tu ya taarifa ambazo nimekuandalia mchana wa leo. Tuende sawa hadi tamati kwa hizo na taarifa nyingine lukuki za kimataifa. Karibu, mimi ni Isaac Lemoka. Makala ya 30 ya kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya hali ya anga COP30 yaliandaliwa huko Belém nchini Brazil kwa lengo la kuhakikisha kwamba vita dhidi ya mabadiliko ya hali ya anga vinapewa umuhimu tena kimataifa, kwa mujibu wa maafisa. Kwenye hafla ya ufunguzi, rais wa COP29 Mukhtar Babayev alitoa wito wa kutimizwa kwa malengo ya kongamano kuhusu hali ya anga lililoandaliwa mwaka uliopita katika jiji kuu la Azerbaijan, Baku. Rais wa COP30 Andrea Correa do Lago alimshukuru Rais Luiz Inácio Lula da Silva wa Brazil kwa kumteua na kukariri kwamba ni sharti kongamano la COP30 liwasilishe suluhu. Correa do Lago alisema kuwa licha ya changamoto za hivi majuzi, hali ya maisha ya watu kote duniani ni sharti imarike na kwamba hili litafanikiwa kupitia sayansi, elimu na utamaduni. Alisema kuwa ushirikiano wa kimataifa ndio mbinu mwafaka zaidi ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya anga. Masuala kadhaa yalijadiliwa, yakiwemo kuhimili athari za mabadiliko ya hali ya anga, mapito yenye haki na utekelezaji wa mkataba wa Paris kuhusu uwiano duniani. Jumbe kutoka zaidi ya nchi na maeneo 190 zinashiriki kwenye kongamano hilo litakaloendelea hadi tarehe 21 mwezi huu. Israel ilitekeleza mashambulizi mapya ya angani kusini mwa Lebanon, ikiwaonya wakazi kwenye vijiji kadha wa kadha kuondoka, huku taharuki ikitanda licha ya mkataba wa kusitisha vita uliodumu kwa takriban mwaka mmoja. Changanuzi waliamini kwamba mashambulizi hayo ni sehemu ya kampeni ya Israel dhidi ya kundi la Hezbollah. Jeshi la Israel lilisema kwenye taarifa kuwa limeanzisha msururu wa mashambulizi dhidi ya vituo vya kijeshi vya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon, huku hatibu wa jeshi hilo Avishai Adrae alitoa maonyo kwa wakazi kwa vijiji vya Al-Taib, Tardeba na Aita Al-Jabal Wahame. Duru kutoka Lebanon zilisema kuwa mtu mmoja aliuawa huku wengine 8 wakijeruhiwa kufuatia mashambulizi ya angani ya Israel katika manispaa ya Tura kusini mwa Lebanon, huku mwingine akijeruhiwa huko Tardeba. Kufuatia mashambulizi ya hivi majuzi, watu walipoteza makazi, huku msongamano mkubwa wa watu ukiripotiwa wakati wakazi walipokuwa wakitoroka maeneo yaliyoshambuliwa. Shule kadha za kibinafsi katika eneo la Nabati kusini mwa Lebanon zilifungwa ili kuepusha kuhatarisha maisha ya wanafunzi na walimu. Mashambulizi hayo yalikuwa hivi punde zaidi katika operesheni za Israel ambazo duru za Lebanon zilisema kuwa ziliimarishwa mapema mwezi huu. Kulingana na duru hizo, jeshi la Israel zilitekeleza operesheni 22 za kijeshi katika juma la kwanza la mwezi huu pekee, yakiwemo mashambulizi ya angani, makombora na kuharibu nyumba. Duru hizo ziliambia shirika la Xinhua kwamba watu 8 waliuawa huku wengine 10 wakijeruhiwa, nyumba 10 kuharibiwa, matingatinga 8 kuteketezwa na kuharibiwa kwa mali na muundo msingi wa raia. Wizara ya afya nchini Lebanon iliripoti kwamba watu 28 waliuawa na wengine 54 kujeruhiwa kufuatia mashambulizi ya Israel mwezi Oktoba. Duru za kijasusi za jeshi la Lebanon zilisema kuwa jeshi hilo linajitahidi kuondoa silaha na
wanamgambo kwenye maeneo ya kusini mwa mto Litani. Wakati huo kundi la Hezbollah liliwasilisha barua kwa Rais Joseph Aoun, spika wa bunge Nabi Berri na waziri mkuu Nawaf Salam kuonya dhidi ya kushauriana na Israel. Kikosi cha muda cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon kiliibua wasiwasi kuhusiana na kukithiri kwa operesheni za kijeshi, huku kikihimiza pande zote kukomesha uhasama. Mkataba wa kusitisha vita baina ya kundi la Hezbollah na Israel umekuwa ukitekelezwa tangu tarehe 27 mwezi Novemba mwaka uliopita. Hata hivyo, jeshi la Israel limeendelea kutekeleza mashambulizi ya mara kwa mara nchini Lebanon, likisema linakabiliana na vitisho vya Hezbollah na kudumisha vikosi vyake kwenye maeneo matano katika mpaka wa Lebanon. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Majuma kadhaa baada ya vita kusitishwa kote kwenye ukanda wa Gaza, wakazi wameendelea kuponya makovu ya kiakili yaliyotokana na operesheni za jeshi za Israel zilizodumu kwa miaka miwili na kusababisha vifo vya maelfu ya watu, huku mamilioni wakipoteza makazi. Wataalamu wanasema kwamba huenda ikachukua vizazi kadhaa kwa makovu hayo kupona kikamilifu. Hata hivyo, wakazi hao walilalamika kwamba licha ya kukomeshwa kwa vita, mashambulizi ya mabomu bado yanaendelea, huku wakikabiliwa na changamoto kutokana na athari za vita hivyo, huku hali hiyo ikiathiri mahusiano yao na shughuli zao za kila siku. Walisema kuwa hali ya kiakili ya wakazi wote wa ukanda huo imeathirika kutokana na mashambulizi ya mabomu, mauaji, vifo, uharibifu na taswira ya hasara kubwa. Walisema kuwa watoto wamenyimwa fursa ya kupata elimu, huku mawasiliano baina ya marafiki na wapendwa yakiwa nadra, na wanahofia kwamba huenda vita hivyo vikarejea jinsi vilivyokuwa awali. Yamkini 68% ya wakazi wa Gaza wanakabiliwa na kiwewe kutokana na mafadhaiko wa akili, kulingana na ripoti ya mpango wa afya ya kiakili ya kijamii ya mwezi Oktoba mwaka huu huko Gaza. Ripoti hiyo ilisema kuwa 96% wanahisi kwamba kifo kinakaribia, 92% wanashindwa kukabili hali mpya ya maisha, huku 87% wakikumbwa na hofu na jinamizi. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Idadi ya watu walioaga dunia kufuatia vimbunga viwili vikali kabisa nchini Ufilipino ilifikia zaidi ya 250, huku mamilioni ya watu wakipoteza makazi, kwa mujibu wa maafisa. Baraza la kitaifa la kupunguza na kushughulikia athari za majanga nchini Ufilipino linasema kuwa tufani hiyo kwa jina Kalmaigi ilichimbuka nchini humo tarehe 4 mwezi huu na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi katikati mwa nchi hiyo, ambapo watu sasa 232 wameaga dunia, huku 112 wakiwa hawajulikani waliko. Idadi kubwa ya vifo iliripotiwa katika jimbo la Cebu lililoathirika kutokana na tetemeko la ardhi la kipimo cha 6.9 kilichokumba eneo hilo tarehe 30 mwezi Septemba, kwa mujibu wa baraza hilo. Kadhalika, afisi ya ulinzi wa raia inasema kuwa tufani hiyo kwa jina Fungwon nayo ilikumba kisiwa cha Luzon na kusababisha vifo vya yamkini watu 18. Kufuatia dhoruba hizo mbili, mamilioni ya watu walipoteza makazi, huku nyumba, mashamba, miundombinu msingi ikiwemo barabara na madaraja yakiharibika, kwa mujibu wa maafisa. Fungwon ndio dhoruba ya 21 kukumba Filipino mwaka huu, idadi iliyopita dhoruba 20 ambazo zilinakiliwa nchini humo mwaka jana. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Rais Duma Boko wa Botswana alitoa wito wa ubunifu, uwekezaji na ushirikiano ili kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kujenga taifa thabiti zaidi. Akitoa hotuba yake ya mwaka huu kuhusu hali ya taifa hilo katika jiji kuu Gaborone, Boko alikariri ufanisi wa nchi hiyo katika muda wa mwaka mmoja uliopita na kubainisha mipango na masuala yanayopewa umuhimu na serikali katika kipindi kijacho. Hotuba hiyo, ambayo maudhui yake yalikuwa kutimiza ahadi hatua kwa hatua, iliangazia muundo msingi wa uchukuzi nchini humo, hali ya kibiashara na uunganishaji, ushindani wa kibiashara, chumi za utalii na madini, bima ya afya, utunzaji
uwekezaji wa jamii, elimu, nyumba, ufanisi wa mazingira, badiliko ya hali ya anga na kutumia ushirikiano wa sekta za umma na kibinafsi kufadhili miradi licha ya misukosuko ya kifedha. Alisema kuwa kilimo ndicho mhimili mkuu wa uchumi wa maeneo ya mashinani na kwamba wanahitaji kuimarisha mchango wa kilimo kwa pato jumla la taifa kutoka 2% kwa sasa hadi 6%. Na uhusiano na mipango ya kimazingira, alitangaza kampeni ya kitaifa ya kulisafisha taifa hilo, akitangaza kwamba Jumamosi ya pili ya kila mwezi itakuwa siku ya usafishaji. Na kuhusu amani na usalama, Boko aliongeza kusema kuwa Botswana imewasilisha ombi la kupata kiti cha mwanachama asiye wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa mwaka 2030-2031. Kwingineko, Rais Boko alitangaza kwamba nchi hiyo inaunga mkono hazina ya mfumo ekolojia barani Afrika na kuzihimiza nchi za bara hili zibadili muundo wa chumi zao ili kushughulikia nakisi ya ufadhili wa uhifadhi wa mfumo huo. Akizungumza kwenye kongamano la kwanza kuhusu mfumo ekolojia barani Afrika ndaliwa jijini Gaborone, alizihimiza nchi za bara hili kuhakikisha kwamba umuhimu wa mfumo ekolojia unazingatiwa katika mipango ya kiuchumi, mikakati ya maendeleo na mifumo ya uongozi. Alisema kuwa kuharibiwa kwa mfumo ekolojia, mabadiliko ya hali ya anga, uchafuzi wa hewa, uharibifu wa ardhi, pungua kwa misitu, uhaba wa maji, ongezeko la mzozo wa kibinadamu na wanyama pori, pungua kwa mapito ya wanyama pori na mimea kupungua kwa mapito ya wanyama pori na mimea miharibifu yanatishia maslahi ya usalama wa kijamii. Naibu mwenyekiti wa Tume ya Muungano wa Afrika, Selma Malika Hadadi, alisema kuwa muungano huo uko tayari kuzisaidia nchi wanachama kutekeleza mpango wa muungano huo kuhusu mfumo ekolojia na kulainisha na malengo ya bara hili na kimataifa. Tom Mathenji, Dunia Wiki Hii. Wajumbe wa Kiafrika ulizuru Nantong katika jimbo la Jiangsu, mashariki mwa China. Nantong iliyo kwenye ukingo wa kaskazini mwa mto Yangtze nchini China ni mojawapo wa vituo vikubwa zaidi vya uzalishaji vitambaa vya kinyumbani duniani. Kwenye ziara hiyo, wajumbe hao walihudhuria sherehe ya uzinduzi wa eneo la maonyesho ya mavazi la China na bara Afrika. Eneo hilo linanuia kuhakikisha uzalishaji wa vitambaa vya kutosha vya kinyumbani nchini China na barani Afrika. One of the big thing that happened is the zero tariff for exporting products from Africa to China. So this can be one of the door that we're going to bring our cotton and organic cotton to China. We have a lot of expectation from this park since it's comprehensive and it's going to also is making for the logistic and transportation. So we wanted to have more Chinese companies, more Nantong companies going to Africa and put their factories there. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni John Madanji. Na basi kwa taarifa hiyo, dunia inakwenda kwenye mapumziko mafupi sana. Wewe usiende mbali, manake tukirejea bado ninazo taarifa lukuki kutoka rubaa za kimataifa. Hii ni KBC Channel 1 na kipindi hewani ni Dunia Wiki Hii. Karibu tena sana katika awamu hii ya pili. Marekani. Bunge la Senate nchini Marekani lilipitisha mswada wa fedha za matumizi katika juhudi za kukomesha hali ya kusitishwa kwa shughuli ya serikali iliyodumu kwa muda mrefu zaidi wa siku 40 na kusababisha kuvurugwa kwa shughuli mbalimbali nchini humo. On this vote, the yeas are 60 and the nays are 40.
Bunge hilo lilipiga kura 60 dhidi ya 40 kwenye kura muhimu ili kuidhinisha fedha za matumizi zitakazofadhili mashirika mengi ya kiserikali katika viwango vilivyo hadi tarehe 30 mwezi Januari mwaka ujao, na kufadhili idara ya kilimo, idara ya masuala ya wanajeshi wa zamani na miradi ya kijeshi ya ujenzi na shule za bunge la Congress katika mwaka wa kifedha. Fedha hizo zitatoa ufadhili kwa mwaka mzima kwa mpaka wa usaidizi wa lishe ya ziada ambao ufadhili wake ulitatizika kufuatia kusitishwa kwa shughuli za serikali. Kama sehemu ya makubaliano ya wabunge wa chama cha Democratic wa kukomesha kusitishwa huko kwa shughuli za serikali, kiongozi wa wengi katika bunge la Senate John Thune alisema kuwa wabunge wa Senate wa chama cha Democratic watapiga kura katika juma la pili la mwezi ujao kuongeza muda utekelezaji wa sheria kuhusu vishawishi vya huduma za kimatibabu za gharama nafuu vitakavyofikia kikomo mwishoni mwa mwaka huu. Baada ya kura hiyo muhimu, fedha hizo zitaidhinishwa kwenye kura ya mwisho ya Senate. Pendekezo hilo lililofanyiwa marekebisho ni sharti liidhinishwe na bunge la wawakilishi na kuwasilishwa kwa Rais Donald Trump kutiwa saini. Na Dunia Wiki Hii, jina langu ni Millicent Kubai. Na Rodrigo Paz aliapishwa kuwa rais wa kikatiba wa taifa la Bolivia kwa kipindi cha mwaka 2025 hadi mwaka 2030 katika jengo la bunge jijini La Paz. Kuapishwa kwake kulikuwa mwanzo rasmi wa kipindi kipya cha kisiasa huko Bolivia kufuatia uchaguzi mkuu wa hivi majuzi. Paz aliapishwa huku akiahidi kudumisha na kutekeleza sheria za kikatiba na taifa hilo. Alizishukuru jumbe zilizohudhuria hafla hiyo kote katika eneo la Amerika Kusini, bara Ulaya na Asia. Paz pia alikariri imani yake katika bunge jipya na kusifu kura ya kauli moja kwenye mabunge yote mawili katika siku za hivi majuzi kama ishara ya mkondo wa kurejesha taasisi. Edmund Lara pia aliapishwa kuwa makamu wa rais huku akitoa wito wa kubadili mkondo wa kitaifa ili kurejesha amani katika serikali na kuhakikisha haki inawaangazia wananchi. Dunia Wiki Hii, mimi ni Luke Agunga. Mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, yani UNESCO, nchini Ghana, Edmond Mukaila, alizihimiza nchi za Kiafrika zitumie uwezo wa akili unde na teknolojia nyingine zinazochipuza kuimarisha fursa za elimu barani Afrika. Mukaila alisema kuwa teknolojia ya akili unde huleta mbinu za kuimarisha na kupanua fursa za masomo barani Afrika alipohutubu kwenye kongamano la mwaka huu la hazina ya elimu barani Afrika kuhusu akili unde iliyoandaliwa jijini Accra, Ghana. Alisema kuwa bara hili linaweza kutegemea akili unde kubuni mbinu mahususi za masomo kwa kasi na mtindo wa kila mwanafunzi, na pia mbinu za akili unde za kuwasaidia walimu katika mazingira yaliyo na uhaba wa rasilimali. Alisema kuwa kwa kutumia teknolojia hiyo, bara hili linaweza kuratibu ujuzi utakaotumika katika nyakati zijazo kwa kuchanganua mienendo ya masoko na kubashiri mahitaji ya baadaye ya ujuzi. Alisema kadhalika teknolojia hiyo pia itasaidia kubaini mitaala inawapa vijana barani humo umisili unaohitajika kujiendeleza katika uchumi wa kidijitali unaobadili kila wakati. Waziri wa mawasiliano, teknolojia na kidijitali pamoja na ubunifu nchini Ghana, Samuel Natie George, alisema kwenye kongamano hilo kwamba Ghana hivi karibuni itapitisha sheria ya kuimarisha matumizi ya teknolojia zinazochipuka katika kuleta maendeleo katika sekta mbalimbali nchini humo. Kongamano hilo la siku moja liliandaliwa na hazina hiyo likiangazia kubainisha jukumu la akili unde katika kushughulikia baadhi ya changamoto kubwa barani Afrika, huku zikifungua uwezo wake kamili wa ukuaji katika elimu, ubunifu na maendeleo endelevu. Nikiripotia Dunia Wiki Hii, mimi ni Nancy Mweu. Sasa tuangazie mchango wa China na mataifa mengine kote duniani, ambapo China imeendeleza uhusiano na mataifa mbalimbali kote duniani ukiwemo ule wa kimatibabu, kielimu, teknolojia, mawasiliano, muundo msingi, biashara na mwingineo unaonufaisha pande zote husika.
Sehemu ya mashariki ya kebo ya mawasiliano ya baharini baina ya China na bara Afrika ilizinduliwa rasmi jijini Nairobi ili kufanikisha mabadiliko ya kidijitali kote barani humu. Wakati huo huo, Kenya ilipongeza kampuni kubwa ya mawasiliano ya simu ya Kichina ya Huawei kwa mchango wake katika kuhakikisha kawi endelevu humu nchini. Na maafisa wakuu, viongozi wa kibiashara na wawekezaji wa Kichina na Misri walikusanyika kwenye kongamano la kwanza la uwekezaji baina ya nchi hizo mbili jijini Cairo kutafuta mbinu mpya za kuleta ukuaji kwa minajili ya ushirikiano katika uwekezaji. Ling Ji, ambaye ni naibu waziri wa biashara na naibu mwakilishi wa biashara ya kimataifa wa China, alisema kuwa nchi hiyo imesalia kuwa mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Misri kwa miaka 13, huku eneo la ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara la Suez baina ya nchi hizo mbili likivutia takriban kampuni 200. Na makala ya 8 ya maonyesho ya kimataifa ya Kichina ya uzaji na uagizaji bidhaa yalidhihirisha ustawi wa kiuchumi wa China na azma yake ya kudumisha uwazi. Zaidi ya waonyeshaji bidhaa 4,000 waliwasilisha bidhaa na ubunifu wao kwenye eneo la mita 1430 mraba, ambapo washiriki kutoka nchi, maeneo na mashirika 155 ya kimataifa walihudhuria. Na kampuni ya Kichina ya Longyuan SA nchini Afrika Kusini inatoa mafunzo ya mradi wa uzalishaji kawi kutokana na upepo wa DR uliokamilika mwaka 2017 unaodhihirisha ushirikiano wa China na Afrika Kusini chini ya mpango wa kibiashara na muundo msingi. Na makala 11 kongamano la mabadilishano ya kielimu baina ya China na Japan linaandaliwa jijini Tokyo, ambapo wawakilishi kutoka zaidi ya vyuo vikuu na taasisi 100 za kielimu walikusanyika kujadili mbinu mpya za ushirikiano wa elimu. Na maonyesho ya mitindo ya mavazi ya China na Benin yaliandaliwa na kituo cha kitamaduni cha Kichina nchini Benin na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Abomey Calavi yalidhihirisha juhudi za kiubunifu za kuimarisha uhusiano wa kitamaduni baina ya nchi hizo mbili. Na ubalozi wa China nchini Zambia uliandaa warsha iliyohudhuriwa na balozi wa China nchini Zambia Han Jing, maafisa wa kibalozi na wawakilishi wa serikali ya Zambia, ambapo wajenzi kutoka Zambia kupata mafunzo walielezea hisia zao. Na maonyesho ya siku 3 ya magari ya Kichina yaandaliwa nchini Romania, ambapo takriban aina 40 mpya za magari kutoka kampuni 14 za Kichina za utengenezaji magari pamoja na teknolojia ya mifumo ya kudhibiti magari kwa kutumia simu za mkononi, mitambo ya uzalishaji kawi ya jua na vituo vya kuchaji magari ya kielektroniki zilionyeshwa. Na kampuni ya Kichina ya utengenezaji magari ya Jetour ilizindua aina 4 za magari yake kwenye soko la Kenya, huku kampuni ya Global Motors ikiyauza magari hayo humu nchini. Na ubalozi wa China nchini Cambodia uliandaa hafla kwa vijana nchini humo iliyojumuisha tamasha za kitamaduni za Kichina, milo na maandishi ya Kichina. Na wakfu wa China kuhusu maendeleo ya mashinani uliadhimisha miaka 10 ya mpango wa kutoa lishe kwa wanafunzi kote nchini Ethiopia. Tom Madhenji, Dunia Wiki Hii. Na kwa taarifa hiyo nafika mwisho wa kipindi Dunia Wiki Hii. Nasema hewala tena sana kwako wewe kwa utazamaji wako na wote walioshiriki. Kwa niaba ya shirika la utangazaji nchini KBC na shirika la Xinhua kutoka China, tufanye vivi hivi tena juma lijalo muda na wasaa kama wa leo. Mimi ni Isaac Lemoka.